Karibu sana mtazamaji wa Zone Media, tujuzane yote yanayojiri katika anga za kimataifa. Ni wazi kwamba tayari Marekani imekubaliana na mpango wa Irani kwenye masharti yake 10 ya kumaliza vita kabisa, na Trump ametangaza, tumeliona wote hilo kwa ujumla. Lakini vile vile Irani nayo kwa upande wake imekuja imeeleza wazi kwamba wako tayari kuacha kufanya mashambulizi, lakini vile vile wako tayari pia kufungua mlango wa bahari wa Hormuz kwa siku hizo 12, lakini kwa sharti kwamba ikiwa wataanzisha mashambulizi basi na wao wanaweza kuendeleza mpango wao wa kuweza kufanya mashambulizi. Sasa Israel pia nayo kupitia ofisi ya Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu wameunga mkono mpango wa Marekani wa kusitisha mapigano na Iran, lakini imesema kwamba bado nchini Lebanoni wataendelea kufanya mashambulizi kwa kundi la wanamgambo la Hezbollah. Hapa niko kukujuza masharti 10 ambayo Iran imeweza kuyawasilisha kwa Marekani hadi kumfanya rais wa Marekani Donald Trump kusema kwamba ni sahihi na kuyapokea na kuahidi kuyafanyia kazi na kutangaza rasmi kwamba hawataishambulia tena Iran. Sharti la kwanza ni makubaliano ya kimaandishi kuwa Marekani hatoshambulia Iran na washirika wake Iraki, Lebanoni, Syria pamoja na Palestina. Lakini sharti la pili linazungumzia kwamba Irani itaendelea kumiliki mlango wa bahari wa Hormuz, ikiwemo kulipisha, yani mfereji wa Hormuz hivi sasa utakuwa chini ya udhibiti wa jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu la Iran IRGC. Lakini vile vile kutakuwa kuna ushuru ambao utakuwa unapitishwa kwa meli zote zinazopita katika eneo hilo. Lakini pia sharti la tatu ni Irani itaendelea kurutubisha uranium zake. Lakini sharti la 4 na la 5 kwa pamoja ni kwamba Marekani kuondoa vikwazo vyote kwa Iran sambamba na kurejesha mali na fedha zake zote walizochukua tangu utawala wa George Bush. Lakini sharti la 6 ni kutengua maazimio yote ya Baraza la Usalama wa Taifa. Sharti la 7 ni kufuta maazimio yote ya bodi ya nyuklia na atomiki. Sharti la 8 ni Marekani alipe fidia zote za Iran kutokana na vita. Sharti la 9 ni Marekani kuondoa majeshi na kambi zake zote Mashariki ya Kati. Lakini sharti la 10 ni kusitisha mapigano pande zote ikiwemo Hezbollah wasiguswe. Na rais wa Marekani Donald Trump amekiri kupokea pointi hizo 10 na amedai kuwa zina mantiki sahihi kwa jinsi ambavyo Irani wametaka iwe hivyo. Sasa kiujumla kabisa hapa kinachoonekana ni kwamba Donald Trump kwa hivi sasa ameamua kukiri na kulazimika kuweza kusitisha vita, kwanza kutokana na hali halisi ya uchumi duniani kwa jinsi ambavyo inakwenda, hususan kwenye sekta ya mafuta. Kiuhalisia tu hali imekuwa mbaya zaidi. Irani alipokuja kupatia ni baada ya kuanza kuushikilia ule mlango wa bahari wa Hormuz, kwenda kuushika pale kaenda kuyumbisha bei za mafuta duniani kwa kiasi kikubwa sana. Marekani kupitia hata hao washirika wake wamekuwa wakitaabika kwelikweli. Kwa hivyo Trump alikuwa hana budi ya kuweza kusitisha vita hivi, kwa sababu Irani ilikuwa inashikilia kwamba sisi tunatoa pointi zetu 10. Pointi hizo 10 mnatakiwa muweze kuzifuata. Na Trump hatimaye dakika za jioni kabisa amekuja kuthibitisha kwamba ni kweli amechukua uamuzi wa kuacha kuishambulia Irani, lakini vile vile na kuweza kufuata pointi hizi 10 ambazo Irani imeweza kuzitoa. Lakini si hivyo tu, katika muktadha mwingine wa kawaida ni kwamba Irani baada pia ya kuweza kujitangaza kwamba ni mshindi, masharti yake 10 yenyewe tu kuna vipengele ambavyo vinatia wasiwasi kwamba huenda je Marekani atavitimiza au itakuwaje. Lakini mwisho wa siku hizo siku 12 zitaamua kile ambacho kinajiri, na wanaelekea katika mpango wa kufanya makubaliano kwa pamoja ili kuweza kusitisha vita rasmi bila kuwepo na vikwazo vyovyote. Basi kwa taarifa zaidi mtazamaji wetu, ni kuombe uweze kuwa nasi leo hii hapa Zone Media kwa ukaribu zaidi kwa kusubscribe channel yetu, kulike, kucomment pamoja na kushare.